Yes, okay. Niko na Feruzi, my brother, na tunajua kwamba game hii ina mambo mengi sana. Kwanza Feruzi, heshima yako. Bwana fresh sana. Najua kuna watu wanasema kwamba Feruzi yani the way anavyoimba na uongeaji wake ni ule ule. Yaani vinahusiana vipi hapo? Labda unajua kila mtu anavyokuona ndio hivyo hivyo anavyokutafsiri. Kwa hiyo maybe inaweza kuwa hivyo. Makali imechachamaa mwilini. Watoto wiki ya pili wamefukuzwa ada shuleni. Okay. Hivi nataka kujua mazingira kama yale ya the way ulivyokuwa unaimba ni vitu ambavyo vilikuwa vinatokea ukweli kwenye maisha yako au zilikuwa ni sanaa tu? Hapana, ni sanaa tu naweza kusema, kwa sababu ukiangalia hata ngoma zenyewe zile nilikuwa nazipiga kama hivyo nakusema, siku zote nilikuwa nipo skuli, umeona. Kwa ukiangalia kama nyimbo kama Bosi, kipindi kile napiga wimbo wa Bosi, bado nipo shule, nilikuwa sina kusema labda na familia, labda nimeoa au labda na kazi sehemu nafanya, nilikuwa bado nipo shule. Okay. Kwa hiyo ni talent tu sometimes, ni hisia tunaweza kusema. Na ulikuwa uko shule wapi unasoma? Kipindi natengeneza wimbo wa Boss, sababu mimi nimeanza kwenye kuimba form 1 ndo nimeanza kwanza kujisikika kwenye daznunda nini hizo kamanda sio nini maji ya shingo huko, umeona. Kwa hiyo wakati natoa Boss ile nipo form 5 kuelekea 6. Kwa niko tani nipo kwenye level. Na sasa ulikuwa unakabiliana vipi, kwa sababu sasa kwenye redio unasikika kwa ukubwa, nchi inakujua, lakini unasoma vipi? Hali shuleni huko wanafunzi wenzako walikuwa wanakuchukuliaje na walimu pia? Yani unajua naweza kusema ni kwa asilimia kubwa sana mimi nimekulia katika mazingira ya sanaa, umeona, tangu skuli. Kwa tangu kipindi nipo nasoma Makongo, nipo form 1, bado tayari wasanii wanafunzi wenzangu walikuwa shajua kama ya Feruzi nini wana kundi lao Daznundas, na kuna makundi mengi Bon Cruise sio na tayari tumeshaanza mambo ya kuimba tangu shule. Kwa hiyo kila sehemu nilikuwa nikiama, hata nikihamia shule nyingine tena Makongo nimehamia shule nyingine, tayari wakanipokea tena hivyo, yani kama bwana nikifika tu Daznundas nini kwa tayari ile art iko imeshaanza kujulikana mapema. Kwa hiyo wanafunzi nao walikuwa mwisho wa siku ni kama pia wanazoea tu ya mazingira. Na wakati ule tunaelezwa kwamba taarabu na bolingo ilikuwa ndo habari ya mjini hapa Dar es Salaam, na wengi walikuwa wanaamini kupitia huko. Mimi nilikuwa nataka kujua, kabla ya wewe kuingia kwenye Bongo Flava, nani alikuwa role model wako? Mi role model wangu naweza kusema nimeanza kuwapenda kwanza Unit, ndo kundi ambalo nilikuwa kulipenda, na sana nilikuwa nampenda msanii alikuwa anaitwa Malem D-Rob, ndo nilikuwa nikimpenda. Kwa hiyo huko ndo nilipoanzia kutokeanza, kwa sababu kama unajua inavyojulikana ni kwamba tumetoka wasanii wengi, tulikuwa tupo undergrounds huko tunapambana mpaka baadaye tukaja tukipambania game mpaka sasa hivi tumekuja kufika wote kama unavyoona hivi, lakini wote tupo katika lane moja, umeona. Kwa hiyo kwanza Unit ndo kundi ambao nikopo ndo kundi ambao nalikubali sana, na role model wangu alikuwa ni D-Rob. Okay. So far sasa hivi muziki naona unafanyika Tanzania, lakini bado watu wana level zile kama za kwenu, lakini kila kukicha mnakumbuka kwa ukubwa. Hebu nipitishe katika hiyo scenario dhao unavyojisikia. Ni faraja tosha, na kusio naweza kusema sana namshukuru sana Mwenyezi Mungu, kwa sababu bila yeye hivi vitu visingeweza kuwezekana. Hivi vitu vyote Mungu ndiye amevisababisha. Kwa hiyo namshukuru tu Mungu sana, na vile vile naona ni faraja sana kwangu mimi na wasanii wenzangu ambao tunapita kwenye season tofauti, umeona. Mpaka sasa hivi bado tupo kila zama sisi tunakuwepo. Kwa hiyo muziki wetu unaonekana unaishi. Tunamshukuru sana Mungu, na vile vile washabiki pia wanaupenda muziki wetu, wanaendelea kuupa heshima muziki. That's why inakuwa hivyo. Kwa hiyo ni heshima tu kubwa na ni baraka kubwa, na ni faraja kwangu mimi pia na kwetu sote wasanii wa Bongo Flava. Kwa sasa hivi labda ingetokea ungepewa nafasi kama kipindi kile ambacho mlivyokuwa mnafanya vizuri kwa ukubwa, huu muziki ungebadilishaje kuwa kama vile mlivyokuwa mnafanya nyinyi? Mimi kama kawaida, mimi mara nyingi labda naweza kusema mimi waga na base sana kwenye message. Kwa hiyo labda ningekuwa na nini ningetumia nafasi hiyo katika labda kuelimisha jamii yangu katika namna moja au nyingine, kwa sababu kuna vitu vingi pia vinapita hapa katikati. Naona
pia vinahitajika vinaweza kuongelewa na vikaleta impact na vikaleta manufaa katika jamii. Kwa hiyo ningeweza kutumia nafasi hiyo kwa kufanya hicho kitu, kwa kutoa ujumbe kwa jamii yangu. Okay. Yeah. Huyo ni Feruzi, na kama unavyojua huyu ni brother kwenye game, na nyimbo zake mara nyingi ni katika kutoa ujumbe tu, sio mtu kuimba masuala sio mahusiano, si mambo gani. So far ameweza kukupa elimu. Nini comment yako?